Ina maana Mungu anasikia lugha moja tu katika ibada? Ina maana Mungu anasikia lugha moja tu katika ibada? Na lugha zimetokana na nini? Lugha zimetokana na kitabu cha Mwanzo ile sura ya 11 na ile aya 7. Mungu anasema ya kwamba na tushuke tukawachafulie usemi wao. Muda ule kipindi mnara wa Babeli ukiwa unajengwa, wakizamilia wajenge mpaka wafike mbinguni, ndipo Mungu akaamua kuwachafulia usemi wao. Ndio maana tunapata pale lugha, tunapata pale makabila na mataifa kutokana na ujenzi wa mnara wa Babeli. Mungu alipoamua kuwachafulia watu usemi wao, tunapata lugha. Kwa hiyo Mungu hafungwi na lugha. Hafungwi na lugha wala hafungwi na matamshi. Watu wanasema leo kwamba Kiarabu ndo lugha ya kufanyia ibada. Sio kweli. Sio kweli. Kiarabu kimetokana na machafuko ya lugha. Pale kwenye mnara wa Babeli tukapata Kiarabu. Leo kuna Wasukuma, leo kuna Wajita, sijui kuna Wachina, kuna Wahindi. Hayo yote ni matokeo ya machafuko ya lugha pale Babeli. Kwa hiyo Mungu hafungwi na lugha, hafungwi na makabila. Mungu anasikia lugha zote tunapoenda katika ibada. Leo unaweza kuniambia kwamba mimi nikienda China Biblia yao ni tofauti na Tanzania. Hapana. Kwa sababu gani? Biblia ya Tanzania na Biblia ya China ni kitu kimoja. Utofauti wake upo katika lugha tu. Huku ni Kiswahili, kule ni Kichina. Pia tunapoenda katika taifa lingine labda Ethiopia, utakuta kule tofauti ni lugha. Kule ni kimeandikwa Ethiopia, alafu huku kimeandikwa Tanzania. Utofauti upo pale. Lakini kitu ni kile kile. Kinaleta maana moja, lakini kitu ni kile kile. Kwa hiyo wapendwa, ndugu zangu, Mungu hafungwi na lugha. Mungu hafungwi na lugha. Ukimwabudu kwa Kiswahili atakusikia, ukimwabudu kwa Kisukuma atakusikia, ukimwabudu kwa Kiarabu atakusikia, ukimwabudu kwa lugha yoyote ile Mungu atakusikia. Yeye hafungwi na lugha. Mungu akubariki.